Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mbunge wa jimbo la Nzega vijijini na mjumbe wa kamati ya kudumu ya nishati na madini ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Neto Paul Kapalata ameshauri serikali kurejea sera ya taifa ya madini kwa kufanya utafiti wa kina kwenye sera iliyopo ili kubaini mazuri na mapungufu, halafu kutengeneza sera mpya inayoendana na wakati kwa ubora na ushindani wa ndani na nje ya nchi itakayojenga misingi imara kuitafsiri tasnia ya madini kibiashara na sio kiraslimali tu. Mheshimiwa Kapalata amesema Wizara ya Madini inapaswa kuendelea kuwa na mifumo madhubuti ambayo itaboresha udhibiti wa madini wa ndani na nje ili kuweza kukidhi vigezo vya maendeleo ya madini kama rasilimali na biashara, kuanzia hatua ya uvumbuzi, utoaji vibali, utafiti, uchenjuaji, uchimbaji, ukarabati wa mazingira, ushiriki kwenye umma, uuzaji, ulipaji kodi na tozo kama hatua thabiti ambazo zitasaidia kubaini changamoto zinazowakumba wadau wa tasnia ya madini na taifa mapema ili kuongeza tija kwenye kila nyanja kwa kuhakikisha taifa na wadau wananufaika ipasavyo kupitia rasilimali madini ili kukuza sekta hii kibiashara huku ikijiendesha yenyewe kupitia mifumo imara. Mheshimiwa Kapalata amemshukuru mwenyekiti wa kamati husika ya bunge ambaye ni mbunge wa jimbo la Bagamoyo Mheshimiwa Subira Hamisi Mgalu pamoja na makamu wake Mheshimiwa Simon Songe Lesengekile ambaye ni mbunge wa jimbo la Busega kwa uongozi mzuri, na kipekee amempongeza Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde ambaye ni waziri wa madini na mbunge wa jimbo la Mtumba kwa ubunifu na umahiri katika wizara yake, bila kusahau timu yake yote wizarani. Wakati akijibu hoja na maswali mbalimbali kutoka kwa wajumbe wa kamati, Mheshimiwa Mavunde amempongeza Mheshimiwa Kapalata kwa ushauri mzuri na amekiri kuwa wizara imepokea ushauri na itafanyia kazi kwa nia thabiti ya kuboresha utendaji wa wizara ili kunufaisha taifa na wadau wa sekta ya madini. Mohab TV, Dodoma.